kutoka kwenye vitendo. Sisi tulitengeneza mazingira rafiki ili mtu akiingia aweze kuona kweli Msigwa alipita Chita, kweli Msigwa alipita Mlimba, kweli Msigwa alipita Mahenge, Mbingu na kadhalika. Lengo la kupita kule ni kutizama nguvu, kwa sababu ardhi ya Chita ni tofauti na ardhi ya Mahenge. Hali ya hewa ya Mbingu ni tofauti na ardhi ya mazingira ya Ifakara, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mtu anaoishi katika maeneo ya Mlimba ni tofauti zaidi na mtu anaoishi Morogoro mjini. Ni mkoa mmoja, lakini lazima kutakuwa kuna tabaka na watu wake, hali ya hewa yake, kila kitu iko tofauti. Ukitembelea Iringa, kuna sehemu unakuja na hali ya hewa inayofanana na Morogoro, lakini ndani hata ya sekunde huwezi kupata, unaona hali ya hewa imebadilika. Kwa maana mtu wa Morogoro atakuwa na mazingira fulani na mtu wa Iringa atakuwa na mazingira fulani, hata uelewa, hata magonjwa yanakuwa tofauti. Sasa 4A9 tulijaribu kuipima uwezo wake katika mazingira tofauti, vijiji, wilaya na sehemu tofauti tofauti, ili kuweza kuona umadhubuti wake ukoje katika watu tofauti tofauti. Na hapo tumefanikiwa kwa kiwango cha kutoona aibu kusema tumeshinda zaidi ya kishindo, kwa sababu tumechangia kwa ufanisi kumfanya Mtanzania mwenzetu kuwa na afya bora, kumfanya Mtanzania mwenzetu kuondokana na ile changamoto ambayo inamkabili kwa kipindi kirefu. Tumemsaidia Mtanzania bila shaka yoyote kupata madhara kwa kutumia kitu ambacho sisi tumekitengeneza. Kwa hiyo tofauti ya karanga na 4A9, tofauti ya kwanza ni ule uwezo wake, lakini njia zake, lakini faida yake. Kwa hiyo kuna vitu hivyo vitatu. Lakini ni kualike wewe ambao unanifuatilia TikTok, YouTube, kukuonesha kabisa, ukienda na ukaandika ushuhuda wa 4A9 utaona mazingira tofauti tofauti na tulopita. Na mimi naamini inawezekana ikawa ni mtu wa kwanza katika fani hizi kufanya utaratibu niliofanya kwa kukusanya maoni baada ya kile nilichofanya, ili kujisahihisha mapungufu yalikuwa kwetu au yalikuwa kwa mwenzetu, lakini dawa imefanya nini, tija ni ipi. Hili ni jambo ambalo sisi tumelifanya na limeleta ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo ninachotaka kumaliza maneno yangu katika siku ya leo ni jambo moja tu. Tumia muda mwingi kuthibitisha unachofanya, kuonesha faida ya mawazo yako kwenye jamii, kuliko kutumia muda mwingi kusema unachojua. Kwa hiyo kusema unachojua ni kutoonesha hali halisi ya ufanisi wako, lakini kufanya unachojua ni kuonesha uwezo wa fikira zako na nguvu yako kwenye jamii yako. Kwa hivi vitu viwili lazima uvifahamu vizuri, ili anayekutazama usimuone mjinga. Hapana, ni bahati mbaya amekutana na changamoto. Kwa hiyo wajibu wako ni kuhakikisha unamshika mkono na kupiga hatua nzuri zaidi.